Bwana kukuabudu. Tunainama, sema wewe wastahili sifa. Tuko hapa Bwana kukuabudu. Baada ya kusema bado tuna imani na wewe, zaidi ya yote Yesu, tuko hapa kukuabudu. Tunaacha vyote tulivyo navyo, tunaacha kazi zetu, tunaweka pembeni, tunavua mapambo yetu yote, tunavua kila tulicho nacho, tunaleta pembeni. Bwana, tumekuja kukuabudu. Tunainua mikono yetu, ishara ya kusarenda mbele zako Baba. Tunainua mikono yetu, ishara ya kusarenda mbele zako Yesu. Tunasema wewe ndo kila kitu kwetu Bwana, hatuna mwingine, hatuna mwingine zaidi yako Bwana. Tunaungana na maserafi na makerubi, tunalisifu na kulitukuza jina lako Ebeneza. Wewe kiongozi mwema, wewe hitaji la mioyo yetu Yesu. Tuko hapa kusema ni asante. Asante Mungu kwa wema wako, asante Baba kwa fadhili zako, asante Yesu kwa wema wako, asante kwa umbali huu Baba. Asante Mungu maana wewe ni Mungu mwema. Asante Yesu kwa upendo, asante Yesu kwa fadhila, asante Yesu kwa ushindi. Asante Baba maana wewe ni Mungu mwema. Asante Bwana, asante Mesaya. Tunainama, tunainuka, tunasema wastahili sifa. Unastahili Bwana. Mbele zako tunainama, sisi tunakuabudu. Mikono yetu tunainua, sisi tunakuabudu. Mbele zako tunainama, sisi tunakuabudu. Mikono yetu tunainua, sisi tunakuabudu. Mbele zako tunainama, sisi tunakuabudu. Mikono yetu tunainua, sisi tunakuabudu. Baba, mbele zako tunanyenyekea Bwana, sisi tunakuabudu Yesu. Mikono yetu tunainua, sisi tunakuabudu. Mbele zako tunasema Baba asante, sisi tunakuabudu. Mikono yetu tunainua, sisi tunakuabudu. Mbele zako Yesu
malaika mpendo, tumekuja mbele zako Yesu kukuabudu. Tumekuja mbele zako Baba kukuabudu. Tumekuja Yesu mbele zako kukuabudu wewe Bwana. Tumekuja mbele ya uwepo wako Yesu kusema wewe wastahili sifa. Mpendwa, muinue sauti yako juu, mwambie Bwana asante. Mwambie Mungu asante, mwambie Yesu asante. Tell our Maker thank you. Mwambie Mungu yeye ni muweza. Mwambie mupe sifa. Mupe sifa zake zote. Mwambie Bwana yeye ni muweza wa yote. Tumeacha kila kitu Baba, tukisema wewe wastahili sifa. Tukisema hakuna kama wewe Yesu. Tukisema wewe ni mwamba imara. Wewe ni jiwe lisilotikisika. Baba, wewe ni mwamba imara. Wewe ni nguzo yetu Bwana. Hatuna mwingine zaidi yako Yesu. Pokea sifa na utukufu Bwana jioni ya leo. Baba, nyoyo zote hizi Bwana zimejawa na shukrani. Mioyo yetu imejawa na shukrani Bwana. Mioyo yetu imejawa na shukrani. Mioyo yetu imejawa na furaha. Mioyo yetu imejawa. Yesu wewe unaweza. Yesu wewe unatosha. Hakuna kama wewe Bwana. Tunakutegemea wewe muweza. Wewe mshindi wetu. Kuanzia siku ya kwanza hii hadi siku ya mwisho Yesu, tuko hapa Baba, utuhudumie jinsi upendavyo Bwana. Utukufu na nguvu ni zako Baba. Tunakuhimidi, tunakutukuza. Tunasema wastahili sifa. Pokea sifa na heshima na utukufu. Na ni katika jina la Yesu Kristo. Kila mtu aseme amen. Shangilia Bwana kwa makofi. Shangilia Bwana kwa makofi mazuri. Shangilia Bwana kwa makofi mazuri. Bado sijasikia. Unajua kuta za Yeriko zilianguka kwa sababu ya shangwe na furaha, kwa sababu ya kelele. Shangilia Bwana kwa makofi mazuri. Bado sijasikia. Bado sijaona. Shangilia Bwana kwa makofi mazuri Tunakwenda kumsifu Bwana. Ambia jirani yako akupatie space. Tunakwenda kumsifu Bwana. Nitalisifu jina lako Nitalisifu jina lako wewe. Nitalisifu jina lako Bwana. Haya. Tuende namna hii. Tusingoje mziki, tuende tu namna hii. Tuende namna hii. Niongeze tempo kidogo.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na huo ni mwanzo. Shangilia Roho Mtakatifu kwa ajili ya mwanzo. Haleluya. Huo ni mwanzo tu. Leo ikiwa siku ya kwanza, Bwana anaanza pamoja na sisi. Heri yule ambaye umekuwa hapa ili Yesu na Roho wa Bwana aanze pamoja na wewe. Maana ataanza pamoja na wewe. Biblia inasema hata ilipofika siku ya mwisho Bwana akaachilia. Unaona, wanaoanza kuna siku inafika siku ya nini? Ya mwisho. Na ukianza na ifiki ya siku ya mwisho, hapo ndipo Bwana anaachilia baraka katikati ya watu. Nataka tumshangilie Bwana kwa nguvu nyingi sana, tukimkaribisha Roho Mtakatifu. Shangilia kutoka ndani ya moyo wako. Patia sifa na utukufu. Patia Bwana sifa na patia Bwana sifa. Patia Bwana sifa na utukufu. Shangilia tena, shangilia. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mungu wa mbinguni akubariki. Unaweza jipatia nafasi kwa kiti chako cha utukufu. Sikiliza mpendwa, ukitaka mkutano huu uwe wa manufaa, weka mawazo yako kwa neno la Mungu. Unanisikia? Nimesema nini? Mtu mmoja amesikia. Nasema ukitaka mkutano huu uwe wa manufaa, weka mawazo yako kwa neno la Mungu. Wacha yale maneno ambayo mnakuja kanisani, uko tu kanisani lakini mawazo yako hayako hapa. Weka mawazo yako kwa neno la Mungu. Naomba kila mtu akae na atulie. Weka mawazo yako kwa neno la Mungu. Hapo ndipo utamuona Mungu. Na hapo ndipo utasikia kila ambacho anasema. Na wakati utaweka mawazo yako kwa neno la Mungu, my friend, utamsikiliza Bwana na utakutana na Bwana. Na utakutana na Roho wa Bwana. Na utakutana na nguvu za Bwana. Ninataka nitabiri, yule ambaye hajai nena kwa mkutano huu, hajai jazwa kwa Roho Mtakatifu, atajazwa tena. Yule ambaye hajai pokea nguvu kutoka juu, atapokea tena. Yule ambaye moto haujawahi waka kwa mkutano huu, moto utawaka. Nasema yule ambaye amekwama, kuna sehemu imefika ukakwama kwa mkutano huu, Bwana atakutoa hapo kwa jina la Yesu Kristo aliye juu. Bwana atakukwamua. Bwana atakusababisha kupiga hatua. Ninasema mkutano huu hautakuwa wa kawaida, kwa uwezo wa Mungu, kwa uwezo wa jina la Baba. Ninasema kuna utofauti na mikutano iliyopita. Bwana atajaa hapa, uwepo utajaa hapa, Roho atajaa hapa, huduma itajaa hapa. Bwana atanishughulikia, Bwana atanitendea, Bwana atanionekania. It's gonna be different. Biblia inasema Nehemia 2:18. Kichwa kikuu cha mkutano huu. Nikawaeleza habari ya mkono wa Mungu wangu ulivyokuwa mwema juu yangu, pia na maneno ya mfalme aliyoniambia. Nao wakasema, haya na tuondoke tukajenge. Basi wakaitia mikono yao nguvu kwa kazi hiyo njema. Nalibariki jina lako Bwana kwa ajili ya mkutano huu ambao unaanza leo, na kwa ajili ya neno lako jioni ya leo. Kwa muda mchache ambao uko mbele yetu, ninakusihi ukanene na maisha yetu na mioyo yetu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai tumeomba. Amen. Haleluya. Nasema tuondoke tukajenge. Inua sauti yako niambie, nisaidie kusema tuondoke tukajenge. Inua sauti yako tena, sema tuondoke tukajenge. Haya, geukia jirani mwambie tuondoke tukajenge. Hajasikia, rudia tena mwambie tuondoke tukajenge. Neno hili tuondoke tukajenge liko kwa sehemu tatu. Ninaona kuna umoja unaohitajika ili tuondoke. Inamaanisha tuwe na nini? Na umoja. Hatuwezi tukaondoka kama hatuna umoja. Biblia inasema ya kuwa wawili ni bora kuliko mmoja.
maana mmoja akianguka mwingine atamuinua. Kwa hivyo ndio maana Biblia inasema tuondoke, yani kwa umoja. Si kwa mtu mmoja, lakini ni kwa wawili, kwa watatu, ni kwa zaidi ya mmoja. Let us, tuondoke sisi na tukajenge, tuondoke. Let us, ninaomba umoja uanze kupatikana katika nyumba zetu. Mume na mke washikane kwa umoja, familia washikane na umoja. Ninasema idara kanisani, watu washikane na umoja. Hata kwa biashara, watu washikane kwa umoja. Wakati mnashikana kwa umoja, mnapunguza gharama za biashara. Ninaomba roho ile ya madharau, ile roho ya kutenganisha watu kwa mkutano huu inaondoka kwa jina la Yesu Kristo. Tunajenga umoja katikati ya watu. Tunajenga umoja. Maana hata nyumba nyingi zimeshindwa kusonga kwa sababu umoja hamna. Wakati vijana wanakuwa wana umoja kweli, wakishakuwa wakubwa, kila mtu na matatizo yake. Yani kuna mapepo ambayo yanatumwa, yanaelewa vizuri watu wakitembea pamoja kwa umoja wanaweza wakafanya makubwa. Kwa hivyo utengano unatumwa. Utengano unatumwa mpaka kwa familia, unatumwa mpaka watu ambao walikuwa wanapendana wanaanza kuchukiana. Ninakataa kwa jina la Yesu. Nasema nakataa hayo maroho kwa jina la Yesu. Nimekuambia weka akili yako kwa neno la Mungu. Ukitaka ufanikiwe na ukitaka kufaidi kwa mkutano, weka akili yako kwa neno la Mungu. Asifiwe Yesu. Waachana na yale ambayo umeacha nyumbani. Weka akili yako kwa neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Eliza, haleluya. Weka akili yako kwa neno la Mungu. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Biblia inazungumza kuhusu tuondoke. Tuondoke. Kuna watoto wameacha wazazi wao, na hiyo imesababisha hawezi wakafanya kitu kwa pamoja. Maana watoto wameachana na wazazi wao, hawasikilizi wazazi wao. Mashule kwa nini hata yanachomwa? Ni kwa sababu wanafunzi hawataki kusikiliza walimu, walimu hawataki kusikiliza wanafunzi. Adui ameshuka, anabomoa. Na ndio maana sikubaliani na hii roho eti majenzi hawasikii. Mimi sitaki kusikia hiyo roho. Hiyo ni roho kutoka kuzimuni ambayo inasema eti majenzi hawasikii na tuwaachilie ili adui afanye nini? Awatawala anavyotaka. Haiwezekani kwa jina la Yesu Kristo. Ninamsihi Roho wa Bwana ashuke na nguvu zake, asababishe tushikane mikono na tuondoke kwa pamoja. Maana wakati unatembea, mkitembea wengi kwa pamoja, mtaenda mbali. Ukitembea mwenyewe unaweza enda juu sana, lakini huwezi enda mbali. If you walk alone, you can fly so high. But if you fly as a group, you can fly the farthest. Unanielewa? Mnaweza mkaenda mbali mkiwa wengi, lakini ukiwa mwenyewe hautaenda mbali. Unaweza enda juu sana, lakini huwezi enda mbali. Ninaomba hiyo roho ya utengano kwa jina la Yesu Kristo, Bwana aanze kuishughulikia. Bwana aanze kuishughulikia. I pray every spirit of discord, the Lord will dismantle it in the mighty name of Jesus. Kila roho ya utengano, kila roho ya kuleta ubishi badala ya kuelewana, Bwana aondoe kwa jina la Yesu Kristo. Ndio maana hapa Nehemia anasema na tuondoke. Wakati alieleza hawa, wao wenyewe wanasema na tuondoke. Isingekuwa wamekubaliana na kuondoka, inakuwa ngumu sana. Nilikuwa nawaonyesha hapa siku ile nyingine kufanya kazi kwa umoja, hata kama ni biashara ambayo watu wameungana mkono na uaminifu. Sio kuungana na ujanja na ukora, hapana. Kuungana na uaminifu, watu huenda mbali sana. Na hapa kanisani ninaomba Bwana achie neema ya watu kushikana mkono. Yule ambaye ako juu ashike mwenye ako chini. Wale ambao wanalingana washikane mikono. Wenye wako juu washikane mikono. Wataenda mbali. Wataenda mbali sana. Asifiwe Yesu. So tunahitaji nguvu number 1 ya kutembea kwa umoja. Maana adui ndio anaondoa hizo nguvu
Na pia Biblia inasema let us rise, kuinuka kutoka chini. Wakati umeishiwa na nguvu, si rahisi uinuke. Tunahitaji nguvu za kusimama, za kuinuka. Tunahitaji hizo nguvu. Naomba uinue mkono wako juu, ambia Roho Mtakatifu, ninahitaji nguvu za kuinuka. Ninahitaji nguvu za kuinuka. Roho Mtakatifu, achie nguvu uinuke tena. Yule alikuwa ameanguka ainuke tena. Yule alikuwa ambaye hajawahi inuka, ninaomba Roho Mtakatifu anayeshuka kwa mkutano huu akuinue tena kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za kuinuka, ninaomba Bwana achilie neema na nguvu za kuinuka kwako kwa jina la Yesu. Kila maeneo ya maisha uinuke tena, kila mahala uinuke tena, uinuke tena, uinuke tena, uinuke tena. Bwana akupe upendeleo, Bwana akupe neema ya kuinuka tena. Nguvu za Roho Mtakatifu zikutafute, zikupate, uinuke tena kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Uinuke tena kila mahala, uinuke tena. Kama ilikuwa imeonekana ni kama umefika mwisho, wacha Roho akushike, uinuke tena, kwa sababu yawezekana wewe mwenyewe hautaweza, lakini Roho akikushika utainuka tena. Biblia inasema let us rise, tuinuke tena. And then we do what? We build. Pia tunahitaji nguvu za kujenga. Ninazungumzia kuhusu nguvu za Roho Mtakatifu za kuungana, za kuinuka na za kujenga. Wacha Roho wa Bwana akupe nguvu za kujenga kwa jina la Yesu. Nini ile ambayo unataka kujenga? Ni huduma unataka kujenga? Pokea nguvu. Ni biashara unataka kujenga? Pokea nguvu. Ni moyo wa Ukristo, moyo wa unyenyekevu. Kuna wengine ambao kiburi kimewasumbua, na tamani, Baba nijengee moyo wa unyenyekevu. Pokea nguvu ya kujenga moyo wa unyenyekevu. Ni dhambi unataka kuacha? Pokea nguvu ya kuacha dhambi. Unataka utembee na ujae ndani ya maombi? Pokea nguvu ya kujenga maisha ya maombi kwa jina la Yesu Kristo. Unataka kutembea ndani ya Roho Mtakatifu? Ninakutabiria leo, pokea nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa huu mkutano, pokea nguvu tena ya kutembea na kujenga uhusiano na Yesu Kristo, uhusiano na Roho Mtakatifu. Pokea hizo nguvu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Tunahitaji nguvu hata za kujenga biashara. Wakati mwingine watu wanaanzisha biashara na wanachoka. Kabla ilete faida, mtu alishachoka. Ninaomba upokee nguvu za kuvumilia. Maana huwezi ukaanzisha leo biashara na ikainuka leo. Lazima uwe na nguvu za kuvumilia, za kusubiri. Na Bwana akupe mbinu. Naomba Mungu akujengee mbinu ndani ya moyo wako. Vitu zifanyike mpaka wanauliza wewe ulifanyaje. Unasema ni neema ya Bwana. Unasema ni Mungu alinipa nguvu. Unasema ni Mungu aliniwezesha. Unasema ni Mungu alitenda. Unasema ni Mungu alinionekania. Unasema ni Mungu alishuka akaishi kwangu, akaishi kwa duka langu, akaishi kwa biashara yangu, na leo ninamuona. Unasema ni Mungu alishuka na leo ninamuona. Saya katala bosaya. Na matokeo yake yapo. Kimbia na mimi kwa Isaya 32. Kuonyeshe matokeo ya kazi ya Roho Mtakatifu. Ana uwezo wa kubadilisha mambo. Isaya 32 mstari wa 15. I love this because it is going to happen. Sikiliza. Hata Roho itakapomwagwa juu yenu, juu yetu kutoka juu. Hata jangwa litakapokuwa shamba lizaalo sana. Haiachii hapo. Nalo shamba lizaalo sana
litakapohesabiwa kuwa msitu. Angalia, hiyo ndio kazi ambayo Roho Mtakatifu anasema akishashuka juu yetu. Tunahitaji nguvu ya kushikana mkono, tunahitaji nguvu ya kuinuka, tunahitaji nguvu ya kujenga, lakini haitawezekana isipokuwa Roho wa Bwana ashuke na atushike mkono na achie hizo nguvu ndani yetu. Akishuka, sikiliza, hata Roho itakapomwagwa juu yetu kutoka juu. Wangapi wanataka Roho mwagike kutoka juu? Wangapi wanatamani Roho amwagike kutoka juu? Huyu Roho amwagike juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Hebu inua tu mkono na utamani Roho achie uwezo wa pekee, achie uwezo wa ajabu, achie neema ya pekee. Kuna nguvu ambayo Roho akishuka na achia ndani ya watu. Wewe itazame, wewe zungumza na huyu Roho, wewe tamani kabisa, chunguza, angalia. Huyo Roho anapenda moyo ambao uko tayari. Wacha huyo Roho achie hizo nguvu, wacha huyo Roho achie ndani yako, wacha huyo Roho atende kuanzia leo, wacha huyo Roho achie nguvu. Nasema nguvu azinyeshe juu yako, anyeshe nguvu juu ya kanisa, anyeshe nguvu juu yetu kwa jina la Yesu. Hata Roho atakapomwagwa juu yetu kutoka juu, hata jangwa litakapokuwa shamba lizaalo sana. Unasikia? Yaani Roho akimwagwa hata juu ya jangwa. Jangwa halikuwa na uwezo wa kuzaa, lakini kwa sababu ya Roho jangwa linaanza kuzaa sana. Kwa sababu ya Roho Mtakatifu, chochote ambacho kilikaa kama jangwa kianze kuzaa. Hebu zungumzia, geuza kidole kuja kwa mwili wako. Ambia mwili wako, nazungumza, kila ambacho kilikuwa hakizai kianze kuzaa. Sema. Taja lile ambalo lilikuwa halizai kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ianze kuzaa sasa, ianze kuzaa. Nena, wewe unaelewa maisha yako, unaelewa ni nini imekaa kama jangwa. Nenea hilo jangwa, zungumza na hilo jangwa, liambie hilo jangwa leo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hilo jangwa lianze kuzaa, na sio kuzaa tu, lakini kuzaa sana. Nena na jangwa, zungumza na jangwa, liambie hilo jangwa lisikie na lielewe, lifahamu. Roho wa Bwana akishuka na nguvu zake juu ya hilo jangwa, linaanza kuzaa, na sio kuzaa tu, ni kuzaa sana. Ninatamka kwa maisha yako, pale ambapo jangwa limekaa, Bwana asababishe kuzaa, Bwana asababishe kuzaa, Bwana asababishe kuzaa, Bwana asababishe kuzaa. Sitakubali maisha yangu yanakaa kama jangwa. Sitakubali hali yangu inakaa kama jangwa. Sitakubali kazi ya mikono inakaa kama jangwa. Sitakubali kila kitu kinageuka kinakaa kama jangwa. Hapana. Roho wa Mungu akiingia, lile ambalo lilikaa kama jangwa litakuwa shamba. Sio shamba tu, shamba linalozaa sana. Kwa jina la Yesu Kristo, wacha nitabirie mtu kuanzia leo, lile jangwa kwa maisha yako linageuka kuwa shamba. Lile jangwa kwa maisha yako linageuka kuwa shamba. Nasema lile jangwa kwa maisha yako linageuka kuwa shamba. Sio shamba tu, shamba lizaalo. Sio kuzaa tu, ni kuzaa sana, ni kuzaa sana. Nasema kuzaa sana. Hilo shamba lianze kuzaa sana. Kuzaa sana. Kumbe jangwa hugeuka na kuanza kuzaa. Haya. Haleluya. Siku moja nikawa nasikiliza mtumishi wa Mungu Askofu Gwajima, nikawa nasikiliza akihubiri, na akatoa ushuhuda. Akasema, akahubiri kwa mkutano, alafu mama fulani akamuita akamwambia, mtumishi njoo.
nimeguzwa, nataka nikubariki na uwanja. Akaenda kulingana na maelezo yake, ni kama ule uwanja unalingana na hii madhabahu. Akamwambia askofu, nimekubariki na uwanja, nalingana kama hii madhabahu, na ulikuwa ndani kweli. Sasa akajiuliza, Mungu, hata kama unabariki watu, ulitoa huko mjini kote uje kunipea kashamba kiasi, baada hata unipea shamba basi ya kulima, unanipea kashamba kiasi. Akaambia yule mama, nafikiri wewe unahitaji hili shamba kuniliko. Nashukuru, wacha nikuombee tu. Akasema hamna. Askofu, chukua shamba. Akachukua shamba. Baada ya muda mchache, na unajua kashamba kalikuwa namba 1 kadogo kiasi. Namba 2 hawezi piga tafari, ni maram. Hawezi lima, ni mawe. Sasa askofu akaona shanga, sasa haka siwezi kuja kuishi hapa, ni kadogo. Siwezi jenga mji, siwezi lima hata mgomba. Sasa haka nafanyia nini? Baada ya muda kama mwaka mmoja, mwaka wa pili, askofu anaambiwa eti kale kashamba pale penye ulinunua shamba, eti dhahabu imelipuka kando kando. Endo jaribu uone kama utapata dhahabu. Akasema dhahabu, kutengeneza dhahabu ninahitaji maji. Akaenda kwanza akachimba kisima. Askofu Gwajima anasema alipochimba kisima, kumbe maeneo hayo hakuna mtu ako na maji. Yeye akapata maji safi kweli, na maji ambayo hayaishi. Majirani wakafuata maji akawapatia. Kafuata maji akawapatia. Na wazo likaja kwa akili yake, ulipewa hili shamba jangwa kwamba halina kitu, kwani wewe huoni hera kwa hii maji? Akaambia wale watu kwamba sasa nauza maji shilingi 10 ya Kenya yani. Maana walikuwa wananunua maji shilingi 20. Wakashabikia, wakasema tuko tayari kulipa. Akaanza kuuza maji, eti ni madumu. Ikabidi anunue generator ya kupiga maji auzie watu. Maana alienda siku moja asubuhi akakuta gari hizi hizi, si unajua hizi zimeandikwa water, clean water, zimesimama kama 3. Akashika yazaje hizo magari maji. Ikabidi aende anunue generator na bomba. Akakuja akapiga maji, magari yote 3 yakajaa na maji bado yapo. My friend, ikafika wakati ambao kulingana na hesabu alikuwa anapiga, nilipiga nikaona kwa siku akawa anauza maji 100,000 Kenya shillings, 100,000 daily. Kale kashamba Kenya kalikuwa jangwa kakageuka kakawa shamba lizahalo. Unajua ni kama huelewi maandiko. Ninakuombea kama kuna sehemu ambapo kwa maisha yako imekaa kama jangwa, ligeuke liwe shamba linalozaa. Yawezekana hautapanda machungwa, hautapanda miembe, hautapanda cabbage, lakini kuna kitu ambacho kikiingia hapo kitazaa na hata wewe utashangaa. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, hata maeneo yale ambayo haufahamu kwa maisha yako, yawezekana yamekuwa jangwa na wewe hujui, lakini kwa ulimwengu wa roho yanaonekana kama jangwa. Ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, Roho wa Bwana ashuke maeneo hayo, na hilo jangwa ligeuke liwe shamba linalozaa. Na sio kuzaa tu, lizaalo sana. Nani anafanya hiyo kazi? Roho wa Bwana. Nani anafanya hiyo kazi? Roho wa Bwana. Roho wa Bwana ndio anafanya hiyo kazi. Inakuwa shamba lizaalo sana. Shamba lizaalo sana. Haleluya. Pikipiki yako iwe shamba lizaalo sana. Kazi yako iwe shamba lizaalo sana. Haleluya. Kuna watu mmebarikiwa hapa, lakini haujajua kile ambacho Bwana amekupa, unaweza ukapata fedha kwa hicho. Ninaomba Bwana asababishe hilo shamba lizae.
hilo shamba lizae. Nasema hilo shamba lizae. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu hilo shamba lizae. Kwa nguvu za Bwana hilo shamba lizae. Kwa jina la Yesu Kristo ambalo limetukuka sana, hilo shamba lizae sana. Biblia inasema sio kuzaa tu sana, lakini ligeuke liwe nini? Msitu. Yaani limezaa mpaka miti ingine imeota yenye haijapandwa, mpaka imekuwa msitu. Kuna miti mikubwa, kuna ya kadiri, kuna ile ambayo inaota. Na inaomba shamba lako sio kuzaa tu, ligeuke liwe msitu kwa jina la Yesu Kristo. Ligeuke liwe msitu, ligeuke liwe msitu. Wangapi wanaamini neno la Mungu? Let me ask by the way. Naweza kuwa nahubiria watu ambao hata hakuna. Wangapi wanaamini neno la Mungu ya kwamba hilo jangwa linaweza likageuka likawa shamba? Wangapi wanaamini hivyo? Wangapi wanaamini kwamba hilo shamba linaweza likageuka likawa msitu? Wangapi wanaamini hivyo? Wale ambao mnaamini kutoka kwa moyo wako, ninatangaza, pokea kwa jina la Yesu. Bwana afanye, Bwana atende, ifanyike na ionekane kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu na ifanyike. Na ifanyike. Sikiliza wapendwa. Bwana akaniinua akanifanya kuwa mwandishi wa mkoa. Nikiwa pastor, nikiwa assistant pastor. Wakipitisha maneno kwa kikao, mimi mwandishi ndio nitawakumbusha kwamba tuliongea jambo fulani linafaa kufanyika. Wao wenyewe ninapenda watumishi wa Mungu, maana wakati mwingine wanakuwa wazi, wanakuambia. Wao wenyewe wakasema anatusumbua kwa sababu hana kanisa. Apewe kanisa limsumbue, aone kwamba haya maneno si rahisi. Na unajua tumeongea kwa kikao, sasa nashangaa nipewe kanisa linisumbue na tuliongea kwa kikao. Haya. Bwana akaleta neema, akafungua kanisa la Pefa Custom. Kanisa likafanya vizuri sana. Kile ambacho watu walidania ni jangwa, Bwana akalifanya likawa shamba lizaalo. Wakati nimeenda kwa kikao, siku moja mmoja hawa akaniita akaniambia, unajua tulitaka upewe kanisa likusumbue ndio uache kutupigia simu. Sasa baada ya kanisa kukusumbua tunashangaa. Tena kanisa hilo ndilo askofu anaongelea kwa kikao mpaka tunamaliza. Tena kanisa hilo limeanza kuzaa, eti limekuwa mfano, eti tena ndio tunaambiwa badala likusumbue tukuambie uache kutupigia simu. Eti tena jangwa ikawa shamba, shamba ikawa msitu. Neema ya Bwana ikishuka, kila ambacho watu walidania hakiwezekani, hapo Bwana ndio anabadilisha kinawezekana. Kile Bwana alidania hakitafanyika, hapo Bwana ndio anabadilisha kinafanyika. Ninasema kwa jina la Yesu, kila ambacho kilikuwa hakifanyiki kwako kianze kufanyika sasa, kianze kufanyika sasa, kianze kueleweka sasa. Na napenda watumishi wa Mungu maana waliniambia ukweli. Na mimi sikukasirikia mtu. Shida yako ni venye unakasirikia watu. Mimi nashukuru Mungu alinipa roho ya kushukuru. Nilipogundua hiyo nilikuwa plan na Mungu amegeuza, nikamshukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama tu ndugu za Yusufu. Yusufu kilikuwa kiumane, lakini Bwana akageuza. Kumbuka Yusufu amerushwa wapi? Mnakumbuka? Akarushwa kwa shimo na ndugu zake. Lakini badala ya kukaa kwa shimo, wenyewe tena wanasema tumutoe ndani, tumuuze. Wanafikiri wanamuuza apotee, mpaka wanachovya damu ile nguo, vazi lake, wanampelekea babake, wanasema mtoto wako ameuawa na wanyama. Kumbe anauzwa
kwenda mahala pa kutawala, mahala pa kuzaa, mahala pa kuongezeka, kwa msitu wa kukutana na Bwana. Roho wa Bwana atembee na wewe. Ukitupwa kwa shimo, enda na Roho wa Bwana. Ukiuzwa kwa waashami, enda na Roho wa Bwana. Atasababisha hilo jangwa. I will have loved kama mtu angeshout aseme yes. Lakini kwa sababu hakuna ufunuo, wacha niendelee tu. Hallelujah. Hii ya kiroho ni kuteka, hii ya kiroho ni kukubali. Usifikire eti ni noise. Maana mlikuja kutoka kwa makanisa mengine mnasema eti ni kelele. Hii lazima unakubali. Na unakubali kwa kusema ndio na amina. Ndio njia ya kukubali. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna siku nishasema hapa tuandike noise makers. Kwa hivyo we just make noise. Hallelujah. Hiyo ndio njia ya kiroho. Njia ya kiroho ni kukubali. Sio kunyamaza, ni kukubali. Hallelujah. Nasema majangwa yageuke yawe mashamba yanayozaa. Mashamba yanayozaa yageuke yawe misitu kwa jina la Yesu Kristo. Mashamba yanayozaa sana yageuke sasa yawe misitu kwa jina la Yesu. Na hii itakusababisha hata hutaona wivu. Ukiwa na shamba linalozaa, ukiona mwenzako linazaa, hautaona wivu. Maana lako linaendelea kuwa msitu. Hallelujah. Sikiliza mpendwa, I give you the last verse. Nikimbize pale kwa Waamuzi 5. Ninapenda Mungu maana haya ndio anafanya leo. I'm surprised unasimama, so hutaki kusikia kile ambacho Roho anataka kufanya. Hiyo ndio kitu ambayo inanishangaza na wewe. Sikiliza kilichofanyikia Debora. Biblia inasema mto ule wa Kishoni uliwachukua, ule mto wa zamani, mto wa Kishoni. Roho yangu, endelea mbele kwa nguvu. Ndipo kwato za farasi zikakanyaga kwa sababu ya kuparapara kwao wenye nguvu. Sikiliza mpendo, Roho wa Bwana akashuka kwa Debora. Debora alikuwa mwanamke, na wakati huo uongozi wa Israeli ulikuwa unafanywa na wanaume, lakini Debora akajitokeza ataongoza Israeli kwa vita. Biblia inasema Debora wakati wamebana wale maadui zao, wakabano wakaelekea kwa mto. Ule mto ukasomba maadui. Imagine, badala ya kupigana na maadui, eti Mungu anasababisha maji yanajaa kwa mto. Mto unasomba maadui. Bwana akaleta ushindi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ninaomba Bwana alete ushindi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Wale ambao wanapigana na wewe wasombwe na mto wa Roho Mtakatifu, wasombwe na maji ya Roho Mtakatifu. Wasombwe kwa jina la Yesu. Kwa sababu hata biashara wakati mwingine kuna watu wenye wivu na wanaimaliza na wivu wao. Ninakumbuka wakati nilianza cyber 2008 or 2009. Hapo cyber hata hazikuwa nyingi hapa boda, tulikuwa tu cyber 2. Nikaweka tu opposite, kando na yenye ilikuwa. Mimi hata sijajua sana, sina experience. Mtu akakuja akaniwekea virus kwa cyber. Labda hamtanielewa, lakini mtaelewa tu. Si mnajua virus ya kompyuta? Kumbe jamaa ako na virus. Ameona wateja wanatoka kwa cyber yangu wanaenda. Na nimeanza kwa cyber na kompyuta moja. Akakuja hapa anajifanya eti kuna mteja ameniharakisha hapa, unaweza niprintia hii, nikiprint zingine pale kwangu. Nani hataki hera? Mbio naweka flash kwa kompyuta yangu nimprintie. Kumbe imebeba virus. Na ni virus gani? Kibaki tena. Kulikuwa na virus ya kibaki tena ambayo ina hang kwa kompyuta, unabaki na kibaki tu ndio anakuangalia hivi. Huwezi fanya chochote. Inaitwa virus ya kibaki tena. Akaniachia kibaki tena. Sasa unafungulia kompyuta,
ni Kibaki ndo anakuangalia. Uwezi fanya chochote mpaka uangalie Kibaki na yeye anakuangalia. Hiyo kitu ilinitesa karibu siku 3, wiki nzima. Sijui hata venye ya kuitoa. Mawivu tu ya biashara. Wewe mwenye hujaipotea, mwenye hujaipitia haya maneno, unaweza kuwa huelewi. Lakini watu wanayapitia. Mtu umetumia tu pesa yako kununua mzigo, alafu kuna watu wenye wivu. Watu wenye wivu. Uko na samaki zenye hazijaoza, mbichi, safi, umeziweka kwa maji. Wakati unageuka hivi, wanakuwekea yenye imeoza ndani. Zote zinaoza. Bwana Yesu atusaidie sana. Haya venye Roho alifanya, akaleta maji yakasomba maadui. Ninasema wote wanaokuangusha, wawe wachawi, wasombwe kwa mto, kwa maji ya Roho Mtakatifu. Ziwe nguvu za giza, zisombwe kwa maji ya Roho Mtakatifu. Yawe majini, yasombwe kwa maji ya Roho Mtakatifu. Kinachokurudisha nyuma, ninasema kisombwe kwa maji ya Roho Mtakatifu. Kinachokuchelewesha, kisombwe kwa maji ya Roho Mtakatifu. Kinachokurejesha chini, kisombwe kwa maji ya Roho Mtakatifu. Kwa maji ya Roho Mtakatifu. Waliokuwa wanadharau Debora wakasombwa. Imagine itakuwaje eti watu kabisa waingie kwa maji na wapelekwe na maji. Si unaona Roho anafanya kazi? Wacha Roho afanye kazi kwa maisha yako. Kuna watu ambao wengine hata wamevamia mpaka ndoa za watu. Chini wanataka waangushe ndoa ya watu. Hao watu wasombwe. Wacha kuwahurumia. Wasombwe na maji ya Roho Mtakatifu. Nasema wasombwe na maji ya Roho Mtakatifu. Wakati wanainua mkono hivi nisaidie, wewe unawaambia bye bye. Wewe sombwe na maji ya Roho Mtakatifu. Wasombwe na maji ya Roho Mtakatifu. Haleluya. 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 Wasombwe na maji ya Roho Mtakatifu. Hao maadui wa Debora wa Israeli wakasombwa na maji ya Roho Mtakatifu. Yani Mungu akafurisha mito ikaenda na maadui. Kweli mtu ufurike mpaka uende na maadui? Is it a normal thing? Na wao hawakuwa na maji na furika. Hatujui venye Roho anafanya. Wacha huyo Roho ambaye alifanya afanye na kwako kwa jina la Yesu Kristo. Nasema afanye na kwako kwa jina la Yesu Kristo. Huyo Roho afanye kwa mkutano huu kuanzia leo na kesho na Jumatano na Alhamisi na Ijumaa na Jumamosi na Jumapili. Afanye kwa jina la Yesu. Alafu Debora alipoona hayo yamefanyika, ni nani ambaye hatajitia moyo? Debora mwenyewe akajitia moyo, akasema na moyo wangu uendelee mbele. Unajua kuna kitu ambacho kinafanyika mpaka huhitaji watu wa kutie moyo, unajitia moyo mwenyewe. Wacha Bwana afanye jambo litakalo kutia moyo, kujitia moyo mwenyewe. Useme nitasonga mbele, ujiambie nitasonga mbele, ujiambie sitabaki hapa, nitasonga mbele. Kwa sababu Mungu ameshuka, sababu mfalme ameshuka. Unajiambia mwenyewe, Roho yangu endelea mbele, si kwa unyonge, kwa nguvu. Kwa sababu gani? Unajiamini. Umemuona Mungu, umemuona akifanya, unajiamini. Ninaomba inua mkono wako, sema Roho nipiganie, nione, nijiamini, nisonge mbele kwa nguvu. Songa mbele kwa nguvu, songa mbele kwa nguvu, songa mbele kwa nguvu, songa mbele. Anamalizia mstari wa 22 kwa kusema eti mpaka akaona farasi na kuparapara kwao. Yani akasikia sauti
ya miguu ya farasi ikitoroka, maadui wanatoroka, maana hali imekuwa ngumu. Roho Mtakatifu ameinua viwango kwa viwango ambavyo maadui wameshindwa nayo. Ninaomba katika mkutano huu Roho Mtakatifu ainue viwango, ainue viwango, usikie sauti za watu, za vitu, za maadui zikitoroka na kukuacha hai. Usikie hata magonjwa yakienda. Ninasema kwa mwili wako usikie sauti, usikie magonjwa yakiachia, usikie hizo vitu zikiachia, usikie utofauti. Sauti ya kuparapara ni utofauti, ni utofauti, utofauti wa maisha. Sayaraba kanderebo taya. Kwa jina la Yesu Kristo, naomba usimame na uinue mikono yako juu. Ninakutangazia utofauti, utofauti, utofauti. Oh, rama sereba yanda. Inua mikono yako juu, inua mikono yako juu. Sema maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakuamini leo. Sema, Roho Mtakatifu, ninakukaribisha leo na nguvu zako kwa mkutano huu. Hakika maadui watatoroka. Jangwa kwa maisha yangu litageuka na kuwa shamba lizaalo. Sio shamba tu, lakini litageuka na kuwa msitu kwa jina la Yesu. Kwa mkutano huu nitasikia sauti ya maadui wakitoroka kwa sababu ya baraka zako, kwa sababu unanyesha nguvu za Roho Mtakatifu. Anza kunyeshewa sasa, anza kunyeshewa sasa, anza kunyeshewa sasa na nguvu za Roho Mtakatifu. Anza kunyeshewa sasa kwa jina la Yesu Kristo. Anza kunyeshewa na nguvu za Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Yeye mwenye enzi, yeye mwenye nguvu, jemedali wa vita, anyeshe juu yako, anyeshe juu yako. Sharabateleborandarabataya, sharabatala kurobotala, sharabatarabaseba, rimayatarabosekayana, remaserebaranderebotalabosa. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ondoa kila majangwa. Ondoa kila majangwa kwa maisha yetu. Ondoa kila ukavu, hata kukosa kufahamu la kufanya. Ondoa hiyo hali kwa maisha yetu. Make our minds to be clear. Fanya akili zetu ziwe wazi, tuone kila ambacho tunafaa kufanya, tuone lile ambalo tunafaa kufanya. Bashere bataya bataya, bashere bataya bataya, bashere batala bosa. Ninaona Roho wa Bwana anageuza majangwa, anaachia nguvu, nguvu ya kuinuka tena, nguvu ya kujenga tena, nguvu ya kujenga tena. Shendere baraka ya dataya, rikalabo sedere bayanda, rikedebo sayatalabasa, ashere bayandere bodarabosa. Rasira bayandara batala basayata. Jinsi ambavyo umekanyaga kwa madhabahu haya, wacha Bwana aone kilio chako, wacha Bwana aone kilio chako, wacha Bwana kutende. Rakaya taraba serebo dayana, rindere baba 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 serebo dayata, rindere baba sereba tarabo sayata labosa. Oh, dereba sedereba yada. Ah, sedereba.
jana yote yameshapita. Bwana afanye mapya, Bwana afanye mapya. Akunyeshe mvua, hanyeshe mvua, hanyeshe mvua kwa shamba lako. Katerebo yanda kwa madhabahu hayo uliyoyakimbilia pata msaada. Kwa madhabahu hayo uliyoyakimbilia pata jibu lako. Huyu Roho unayemwamini, huyu Roho unayemwamini afanye, huyu Roho unayemwamini atende, huyu Roho ambao umeweka tegemeo lako. Hauna mwingine unayemtegemea, hauna mwingine unayemwamini isipokuwa Roho wa Bwana, isipokuwa Roho wa Bwana. Huyo Roho ashuke. Pa ta 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 ta. Huyo Roho peke yake akutetee, huyo Roho peke yake akukumbuke. Asiri tararara sederemos riba yandarabasa ya aserebo yandarabasa ariko darabasa ndarabariba baba. Jangwa lianze kuzaa, jangwa lianze kuzaa. Sio kuzaa tu, lakini kuzaa sana. Lizae liwe msito. Ashereba yandaraba likalabasa yatarabasa. Shindarabasa ribolaba yandereboda. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, nalibariki jina lako. Nasema asante kwa kuzungumza nasi jioni ya leo. Nasema asante kwa neno lako. Nasema asante kwa wema wako. Lile ambalo umenena tunakubaliana nalo, maana unalitenda. Lile ambalo umezungumza tunakubaliana nalo, maana unalifanya. Mungu wa milele, jinsi ambavyo umenena nasi, unaenda kunyesha maji ya Roho Mtakatifu. Mito inaenda kufurika. Kwa mkutano huu mito itafurika. Kwa mkutano huu utaguza watu. Kwa mkutano huu utaponya watu. Kwa mkutano huu utainua watu. Kwa mkutano huu utabariki watu. Kwa mkutano huu utaonyesha watu, utaonyesha maono, utasababisha watu kutabiri. Kuna maneno makubwa utafanya. Kuna watu utakumbuka. Kuna watu utabariki. Kuna watu utapea wazo. Kuna watu utawapa nguvu. Kuna nguvu mpya. Nguvu mpya zinanyesha kwa mkutano huu. Kuna neema ya nguvu mpya kwa jina la Yesu. Na kwa sababu hiyo ninatangaza mkutano wa makambi 2026 ukiwa mkutano wa pili wa Pefa Customs Cathedral kufunguliwa kirasmi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Patia yeye sifa, patia Bwana sifa na utukufu. Wakati wote tukikaribisha wanakwaya kuja na sadaka yako, tumwabudu Bwana jioni ya leo. Chukua
Chukua sadaka yako. Wanakwaya wakikuja uwanjani, fanya kwa haraka. Tuweke tu sadaka zetu hapa. Inua juu. Baba, nakubariki kwa ajili ya matoleo haya, kila mmoja ambaye amekuja mbele zako na neema ya Mungu amebeba sehemu ya mali yake kukuabudu nayo. Jinsi ambavyo umenena kwa neno lako, tunakubaliana na neno lako na tunajiunganisha kwa matoleo haya. Kwa jina la Yesu aliye hai tumeomba. Amen. Yote yame
Wapi makofi? Wapi makofi? Unaweza ukafanya zaidi ya hapo. Inamaanisha ongeze makofi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuchukua fursa hii kuwashukuru wote ambao tumeattend siku ya leo, ikiwa ni siku ya kufungua convention yetu ya mwaka 2026. Basi bila kupoteza muda, ningeomba tuchukue roll call. Itakuwa ni vizuri.